huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Hosana. Hosana. Amina. Nami natawala na kumiliki tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Watu wa Mungu, ukikosa upendo, jua kwamba umekosa maisha. Ukiona maisha yanasumbua, tambua kwamba ndani ya familia yako, ndani ya nafsi yako, kumekosekanika tunda linaloitwa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Naamini kila mmoja unajua na unatambua kwamba Mungu tuliye naye anajitambulisha katika haya majina matatu. Kwa Mungu wa urejeo, wa ukoo mpya wa Mwansasu, Israeli mpya iliyopewa ahadi ya kutawala na kumiliki miaka 1000. Huyu Mungu anajitambulisha katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, haya matunda matatu ukiweza kuyamiliki, ukayapokea, utaona mabadiliko ya maisha yako. Na haya matunda matatu kama agano lililoko kwenye hii madhabahu, ukiona umefaulu kuyapa nafasi ndani ya moyo wako, ni ulinzi mkubwa wa maisha yako. Lakini ili Mungu aamue watu wa Mungu aonekane kwenye familia zetu, anahitaji kuona mabadiliko makubwa sana ya tabia. Ningependa tutambue na tujue kwamba wokovu ni mabadiliko ya tabia. Ukifaulu ukakubali mabadiliko ya tabia yafanyike ndani ya maisha yako, pia na maisha yako kwa ujumla yatabadilika. Kwa sababu Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Watu wa Mungu, hizi falme mbili katika kushindana kwake zinakutegemea wewe mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanadamu, wewe mtu chini ya jua, ni mtu muhimu sana. Mwambie jirani yako kwamba wewe ni mtu muhimu sana. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Mwambie tena, wewe ni mtu muhimu sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, tukipokea haya maarifa tukayafanyia kazi kwenye maisha yetu chini ya jua, kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Magonjwa hayatakuwepo, shida, dhiki havitakuwepo katikati ya maisha tunayoyaishi. Ujumbe tulionao unasema hivi: utawala wa ulimwengu ni mwanamke. Mtawala wa ulimwengu ni mwanamke. Mwanamke ni nuru, lakini huyu mwanamke anatumika kuwa ni giza. Kwa nini? Shetani amejua. Neno la Mungu linasema, ni ukweli usiopingika, kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa, nani huyo shetani? Akifanikiwa
kuteka jamii ya mwanamke, basi atatawala dunia. Kwa ujumbe tu huu unampa nafasi mwanamke kuwa ni wa thamani duniani. Ingawa jamii ya sasa, mila na desturi haijaona thamani ya mwanamke. Unajua mwanamke amenyang'anywa dhahabu yake. Amenyang'anywa. Kwa la msingi na la muhimu, wewe mwanamke usikubali. Usikubali. Mwambie mwanamke mwenzio au pembeni, leo basi sasa. Basi. Kutawaliwa basi. Kutawaliwa na shetani basi. Tukiona unaendelea kutawaliwa na shetani, ujumbe ni mgumu sana, lakini ujumbe ni rahisi sana kama utakuwa umempa nafasi Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Ndio siri ya ujumbe wa leo. Narudia tena, neno la Mungu linasema ni ukweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi atatawala dunia. Mwanaume yeyote unayemwona ametoka kwenye tumbo la mwanamke. Na ibada iliyopita nilijaribu kufundisha mahali hapa kwamba atakayelifanya hii dunia ikae salama, aabudiwe Mungu wa kweli, ni wewe mwanamke. Miaka 1000 ya urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, atakayefanya Kristo aabudiwe katika roho na kweli, ni wewe mwanamke. Ni ukweli usiopindika. Kwa hata shetani hii miaka 1000, atakayemfanya shetani aendelee kutawala hii dunia, yani manake dhambi iendelee kuwepo hapa, ni wewe mwanamke. Nikatolea na mfano, nikamwambia sijai kuenda starehe yote ukakuta wanaume ndio wanaouza bia. Baa yoyote wamewekwa nyinyi wanawake. Ni kwa nini nyinyi wao mnapelekwa mahali kivutio ili watalii waje, si maana yake? Mbuga bila wanyama haina watalii. Maana yake baa isiyo na mwanamke hawaendi watu. Wakakute sura tu kama ya Mwansaso hii hapa imekaa pale kwenye kisturi eti. Hebu angalia mwenye hii sura eti. Ndio inakuhudumia wewe, lete bia. Hii sura eti. Hailo mlijue. Maana yake sehemu zozote ambazo kumejaa giza zinamilikiwa na shetani. Aliyefanya zile sehemu zistawi ni mwanamke. Maana yake baa yoyote itakuwa na wateja baada ya mwanamke kuwepo. Mimi sijawahi kuona wafanyabiashara wa baa wanasafiri mikoa na mikoa kwenda kuchukua wanaume wa kuja kuuza baa. Ila wanasafiri kwenda kuchukua wanawake wa kuja kuuza. Mbeya huko dadagu wangu wamejaa, dadagu wangu huko. Tena Njombe kama huku si weusi ndio wengi, wanaenda Singida kwa tweupe Singida kule. Wamejaa. Lakini kuna mwanaume anaenda kuchukuliwa kokote. Kwa nini? Jiulize mwanamke. Ni namna gani wewe ni wa thamani katika kufanikisha kitu? Kwa hiyo Mungu amenituma kwamba wewe ndio uamue. Mungu anataka kukutumia kwa sababu alikuumba kwa kusudi ili utumike shambani mwake, sio kwenye mabaa. Injili ya Yesu ya ufufuo inatakiwa ibebwe na mwanamke, sio mwanaume.
Tunaposema kuzaa au kuzalisha, we mwanamke ukiamua kumshika Yesu ambaye ni Kristo, manake wengi watazaliwa, manake wataokoka. Achana uzao wa tumbo wa kuzaa. Kuzaa ni neno pana. Na nikaenda mbali nikasema bilionea yoyote duniani kazaliwa na mwanamke. Rais yoyote duniani kazaliwa. Au kuna tumbo la mwanaume lilibeba bilionea yoyote? Muulize jirani yako, au kuna tumbo? Unaweza kawa aliko Makete huko akakwambia. Muulize. Dunia ni pana hii. Unaweza kawa kule Makete wanaume ndio wanaozaa watoto. Kwa hiyo ningependa watu wa Mungu mlijue, wanawake mtambue kwamba hii miaka 1000 ya urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, Mungu anawarejesha kulingana na kusudi. Mimi na watu wa Mungu, hebu tupitie hii Mwanzo 2:18. Najua injili ni ngumu sana, dunia haitanielewa, lakini natakiwa inielewe kwa sababu ni wakati umefika. Tusipokubali kubadilika, Kristo amehubiriwa miaka 2000 mingi sana. Huu ni mwaka wa Yesu ambaye ni Kristo kudhihirika. Ni mwaka wa kanisa kufanikiwa, kutawala na kumiliki. Ni mwaka. Na ili tutawale na kumiliki, ni mwanamke lazima awepo mbele. Mwanzo 2:18, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu hawe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi. Kwa ujumbe tunaokwenda nao, mwanamke, unakuhusu sana huu ujumbe. Lengo na kusudi utambue ni kwa nini Mungu alikuumba. Ni kwa nini uko hapa duniani. Ndio lengo na kusudi. Ndio lengo na kusudi. Neno la Mungu ndani ya Biblia linasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Tunemjadili msaidizi wa kufanana na huyo mtu aliyetangulia pale Edeni ni mwanamke. Maandalio ya mwanamke. Kwa nini Mungu alifanya ibada ya uumbaji, akamfanya yule mtu kwa mfano wake, akampeleka pale Edeni? Akaona nini mpaka ataka tena kumfanyia msaidizi wa kufanana naye? Kulikuwa na tatizo gani? Kulikuwa na mapungufu gani? Naombeni sana muwe na ufahamu wa kutulia sana, mtafakari kitu. Kanisa linataka miujiza tu. Miujiza inatokana na kufunguka ufahamu wako. Uyajue haya. Kila kitu kimefichwa kwenye neno la Mungu ndani ya Biblia. Ndimo elimu maisha. Ni kwa nini Mungu aliona mapungufu gani yapo pale Edeni mpaka akaamua kufanya ibada tena ya pili? Aliona nini? Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa nini? Kwa nini? Huyu mwanaume kwa nini? Alipungukiwa nini pale Edeni? Alipungukiwa nini? Alizidiwa? Bosi amekuamini, amekupa ofisi. Wewe ukiona na kuongezea mtu, una changamoto wewe. Una changamoto. Na kama uielewi aina ya changamoto, maana yake kusudi la bosi alitegemea wewe utalitimiza, lakini halina utimilifu. Ndio maana anaajiri mtu mwingine. Ungekuwa na ufahamu, usingefurahi. Kwa nini wewe mwanamke
Mme amekuoa, ni mme wa wasichana wako, kwa nini anaenda kuoa mwanamke mwingine? Ndio unaanza kustuka. Jiulize, ni malaya wake tu huyu mwanaume, au wewe una kasoro? Hacha kukurupuka. Ukiona limekutokea hapo Edeni kwako, manake kwenye ndoa yako, nyumbani kwako, tafakari, ni kwa nini huyu mme? Unajua siku zote mwanamke anapenda kusifiwa tu, ila kusema kweli wao wana utayari. Si nimesifu hapa kwamba dunia ni hao ndio waliona hao. Kwa nini huyu mtu Mungu alifanya ibada ya kumfanya kae Edeni? Kwa nini tena Mungu anaona hampe msaidizi? Kwa nini? Kwa nini? Manake Mungu kuna kitu alikiona kwamba huyu mwanaume peke yake hawezi akafanya lolote. Ndio maana yake huyu niliyemwajiri, nimemwongezea msaidizi, manake nguvu ameelemewa, peke yake hawezi. Je, ni nguvu ya namna gani? Ni kazi ya namna gani ambayo huyu mwanaume pale Edeni aliishindwa? Ni ipi? Lakini msisahau, mtawala wa ulimwengu ni mwanamke. Neno la Mungu linasema, ni ukweli usiopingika, kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi ataitawala dunia. Tunahitaji kufanya utawala duniani. Tumepewa miaka 1000. Tumepewa miaka 1000. Hakuna matokeo. Ulipewa nafasi, umeshindwa kuitumia. Wewe mwanaume, kama mwijui Edeni ni wapi? Ni hapa duniani tunapopaishi, katika mifumo ya maisha yetu ndo Edeni. Nyumba yako, maisha yako wewe mwanaume, hiyo ndo Edeni. Mungu aliona kwamba mwanaume kuishi peke yake bila mwanamke si jambo jema. Si jambo. Alileti utukufu, alileti mafanikio. Mungu aliona ili gari bila matairi alifiki cha uginge. Hivi gari likikosa tairi, nyie mafundi mko? Wewe James, wewe ni fundi bwana. Kila mtu aseme kulingana na eneo lake. Mimi nikabibilia ndio eneo langu. Gari lisipokuwa na matairi litaenda kokote huko? Haliwezi kutembea. Kwa nini haliwezi kutembea? Kwa sababu linategemea mzunguko wa tairi ili litembee. Gari linategemea mzunguko wa nini? Edeni yule mtu kaa. Kumbe Mungu aliona lile gari alina nini? Alina tairi. Wewe mwanamke ni tairi. Wengi watu wameoa mme na mke lakini hawana maendeleo. Kuna siku mtanielewa. Mungu mwenyewe alisema kwamba mwanaume kuishi bila mwanamke si jambo jema, na kwamba angefanya msaidizi. Yaani Mungu alikaa kawaza, yule mtu akiwa pale Edeni akaona si vyema, mbona aendi? Lakini lengo na kusudi tunakotembea, tunataka mwanamke huyu wa sasa atambue wajibu wake, nafasi yako, kwamba wewe ni mleta maendeleo, wewe ni mkwamisha maendeleo, wewe ni mleta nuru, wewe ni mleta giza. Leo tunaishi gizani na shetani. Nani chanzo? Ni wewe mwanamke.
Ndio Mungu akaona si vyema. Vyema aliyoona Mungu, aliamua kuleta msaidizi. Nini maana ya usaidizi? Wanawake kweni makini. Leo hii dunia inaharibika kwa sababu ya ufahamu wenu. Ujui wajibu wako mwanamke. Ujui ulikuja kufanya nini. Ujui mwanamke. Nimewaambia kwamba Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Tumepewa miaka 1000 ya kutawala na kumiliki. Ili tuweze kutawala na kumiliki, anahitaji ufahamu wa mwanamke ufunguke. Pale Edeni shetani alichokifanya, alienda aliteka ufahamu wa mwanamke. Anatakiwa kurejeshwa. Mwambie mwanamke mwenzio, shetani lazima urejeshe ufahamu wangu. Mwambie hapo. Shetani lazima urejeshe ufahamu wangu. Wewe mbona umenuna mwanaume? Vipi? Sasa utafanyaje? Mwanzo wa shida unazoziona hapa duniani ni mwanamke. Mimi lazima nimuhubirie huyu. Mimi nataka kumtoa huyu ili dunia irudi mahali pake. Aliyeharibu Edeni ambao Mungu aliandaa ni mwanamke. Ana adhabu ya kumrejesha Mungu mahali pake. Hakuna mwingine. Hatutadili na mwanaume. Wala hatutacheka. Hatutacheka. Kama nyinyi mapongolo, upongolo wenu unatoka leo. Nyinyi ndio mliofikisha hapa dunia. Mwanzo wa anguko wa hii dunia pale Edeni, kila kitu Mungu ambacho alikitengeneza ni wewe mwanamke. Sasa una kazi ya kurejesha ile hali. Mwambie mwanamke mwenzio hapo, una kazi ya kurejesha hiyo hali. Mwambie tena. Kwa hiyo watu wa Mungu, la msingi na la muhimu katika ujumbe wa leo, tunataka kujua, na wewe mwanamke ujue thamani yako. Ujue uliletwa, uliumbwa kama msaidizi. Kwa misingi gani nyumba nyingi zinaharibika? Ni wewe mwanamke. Wanawake wengi ni wajane kwa sababu ya ujinga. Unanichungulia? Nini maana ya neno usaidizi? Hili neno usaidizi linasimama katika maana ya mtu wa kuongozana naye. Mtu wa maana yake, gari bila tairi haliwezi likaenda. Mwanaume bila mwanamke hawezi kaenda. Mungu bila mwanaume hawezi kaenda. Mungu bila mwanamke hawezi kaenda. Lakini Mungu alisimama kama roho ya mwanaume, ndio huyu mtu aliyetangulizwa kuja wapi? Duniani. Hebu naomba muelewe, funguka. Sijadili mwanaume wa kimwili. Sijadili mwanamke wa kimwili. Roho. Shetani ni roho na Mungu ni roho. Kutawala dunia, tunatawala kwenye ulimwengu wa roho. Mmesikia hapa kwamba umetuonaje huku? Mimi sijaye kukamatwa. Lakini we kama una imani, hutaamini kama hii ni ibada imefanyika. Kwa hiyo neno msaidizi linamaanisha mtu wa kuongozana naye au mtu wa kuambatana naye. Nitaka tujue na tufahamu kwamba ni kwa nini Mungu aliona nini. Huyu mtu alimtanguliza kumweka Edeni. Alafu akaona nini? Akaona mapungufu gani? Mpaka akaamua atengeneze mwingine. Mkumbuke huyu mtu aliyetangulia kuja Edeni alifanywa kwa mfano. Walichukua mavumbi. Lakini huyu mtu wa pili, mwanamke wa pili, hapa chini ya jua, alitengenezwa. Kwa tukianza kurudi katika ibada iliyofanyika na mwanamke, alifanywa vizuri kuliko mwanaume. Si mwanaume alikuwa na mapungufu.
Mimi sijaja kuwaponda wanaume, nimekuja kusema kweli, na kweli itatufanya uhuru. Ni kwa nini tunataka tutoke zaidi ya miaka 2000? Kanisa halina faida, halina faida, halina faida. Huyu mwanamke, nataka leo ujue kusudi lako. Wewe ni ngao, wewe ni ngao mwanamke. Hapa duniani wewe ni ngao. Mwanaume bila mwanamke haendi kokote, tashambuliwa tu, tashambuliwa tu. Na nani? Na shetani. Mke ukiwa mjinga ndani ya ndoa, mmeo atakuwa mzinzi, mmeo atakuwa mlevi, kwa sababu wewe mwanamke ni mjinga, hujakaa kwenye sehemu yako. Leo hii shetani anatawala hii dunia, mabaa mengi, zinaa nyingi. Ni wewe mwanamke, hujajua usaidizi wako ni upi hapa duniani. Ulikuja kufanya nini? Nini maana ya ngao? Ni kinga. Mwanamke wewe ni kinga. Nasikia? Mwanamke wewe ni kinga. Mmeo hawezi katekwa kama wewe upo makini. Wewe ni kinga. Mmeo Yesu ambaye ni Kristo ukiwa makini ndani ya kanisa, kanisa haliwezi likatekwa, ndio maana yake. Mnanielewa nyinyi? Mimi nahubiri kanisa, sihubiri zinaa. Mwanaume nao mhubiri ni roho ya Kristo. Roho ya Mungu ndio iliyopelekwa Edeni katawala na kumiliki. Ikisha tawala na kumiliki, mara pale ni Mungu anajitukuza chini ya jua. Na miaka 1000 amerejea, anataka hayo. Mwanamke amka, mwambie mwanamke mwenzio amka wewe. Amka wewe. Mnaongea chini chini sana. Amko tayari? Amka wewe. Mtachakazwa mpaka pa mwisho. Nyeleteni masiara. Huu ni wakati wa kuamka nyinyi. Kristo anataka kuwatumia. Mungu anataka kutumie kwa kusudi. Kumbukeni nimewaambia Edeni ni hapa. Nyumba yako, ndoa yako ndo Edeni. Ndio maana unakutana na mwanaume kama ana mke, maisha yake yalivyo ya kuchekesha. Sufuria unaikuta ipo kitandani. Sasa tunapoingia kwenye nyumba ya wewe mwanaume na mke, tunakuta visepe kwenye makochi. Ni hatari. Ujui wajibu wako, umekuja kufanya nini? Hapo wamenuna, sio wataka kusifiwa tu. Wewe ni ngao. Wewe ni kinga. Wewe ni ngao ya kanisa. Kanisa haliwezi likashambulia kama mwanamke yuma ambaye yuko makini. Na ndio maana mnakutana na makanisa watu wamejaa wanawake. Mwanamke ndiye atakayeongoza kanisa kwenda mbinguni. Mwanamke ndiye atakayeongoza kanisa lianguke liende kwa shetani. Tuhesabu idadi hapa. Wamejaa wepi? Kwa nini mmejaa? Leo tumefanya ibada hapa. Kuna mwanaume tuliomwombea mapepo hapa. Kwa nini? Kwa nini? Mpe maiki huko jirani yako anataka kusema hapo. Mungu anawatumia sana wanawake. Maana yake nyinyi ni wa thamani, kwa shetani anawawinda. Mmesikia hapa kwamba huyu binti amezaliwa akiwa na nyota ya kitumishi. Shetani kwa kupitia madhabahu ya ukoo wake akachukua ile kitu. Mnanielewa nyinyi wanawake? Nyewe wanawake hamnielewi. Hamnielewi. Mwanamke ni ngao. Mwanamke ni kinga. Mwanamke ni mlinzi. Mwanamke ni mtetezi. Jua thamani yako mwanamke. Kwa nini Mungu aliamua uwe msaidizi? Tambua hilo. Uliletwa duniani kwa ajili ya utukufu wa kwake, ili injili ya Yesu ambaye ni Kristo iende. Mungu alivyomuumba yule mtu mwanaume,
alitegemea kusudi aliyolipanga litatimia, likafeli. Lilifeli. Hayo kaletwa we, nawe tena bogasi. Mwanaume ameona kuendesha maisha peke yake hawezi. Ameenda amekuoa, hapo unakuwa lijinga ndani ya nyumba. Tafikiri umeoa kichaa. Kuna jamaa mmoja hivi, yule mke amekuja kuombewa hapa, alivyofunguliwa jamaa akanipigia simu, "Wewe, bibi jua mke wangu miaka yote ni kichaa bwana." Wakiingia ndani saa 2 mpaka kuna kuja. Wanawake mnakuwa wajane ni kwa sababu hamjui wajibu wenu. Mwanaume ana shida gani? Maisha yamemshinda. Analala baa, atafanya anachokitaka, anafia huko. Hapo unaanza kulia, "Nishikilieni. Ameondoka." Ameondoka na ujui wajibu wako. Mungu alivyomuumba mwanamke, kuna kitu alikusudia wewe mwanamke. Umenielewa mwanamke? Kuja kwako duniani kuna kitu Mungu alikusudia. Ni kitu gani hicho? Kuna majukumu mengi yanatakiwa kutimilika ya Mungu. Bila uwepo wako wewe hayaendi. Moja wapo ni injili ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Hujaenda kuolewa mle kwa ajili ya kwenda kuzaa mwanamke wewe. Amekukutanisha na huyo mwanaume ili muhubiri injili ya Kristo. Sio kuzaa. Neno kuzaa ni pana. Mkaongezeke. Sio kuongezeka kuzaliana watoto. Maisha ya kiroho. Mwambie mwanamke mwenzio wewe, kuongezeka ni maisha ya kiroho sio kuzaa. Ndio maana shetani anawakomoa. Tumewafungua hapa, mmeteseka mwaka. Umefunguliwa watu, umekuja tena na mimba. Utafanya maombi sangapi? Wewe ni bandika? Sasa wewe niambie, hebu hesabu miezi 9. Mtoto anakuwa kwa muda gani? Miaka 2. Tena tunaongeza 9 mingine tena. 2 si imepita? Ndio. Unapewa tena 9 mingine. Ndio. Tunasubiri miaka tena 2. Ikiisha hiyo 9 tena. Ndio. Kazi ya Mungu utafanya sana. Tunatakiwa kwenda Matembo Haitashindikana. Mwambie mwanamke mwenzio itashindikana. Itashindikana. Mwambie tena. Itashindikana. Mwambie tena. Itashindikana. Mungu alipomuumba mwanamke alikuwa na lengo moja lilo jema. Mmenelewa watu wa Mungu? Alitaka utukufu wa kwake uonekane, kwa sababu yule aliyempeleka mara ya kwanza pale alishindwa kufikia lengo lile ambalo Mungu alikusudia. Roho shetani alipofika Edeni alipindisha. Alipofika pale alikutana na nani? Unafikiri nyumbani kwako wewe mwanaume akija mgeni anakutana na nani? Mwanamke. Kwa nini wewe mwanamke? Muulize mwanamke mwenzio. Unatambua kusudi lako la kuja hapa duniani? Anasemaje? Sijawasikia. Unatambua ni kusudi gani? Kuzaa. Kuzaa majambazi. Kuzaa walevi. Kuzaa waganga wa kienyeji. Hapana. Unajua kusudi lako? Ujui? Simama. Ujui? Mwanangu. Ujui kweli? Ujui? Yeah. Ujui?
kaa chini. Neno la Mungu linasema ni ukweli usiopingika kwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi atautawala dunia. Mwanamke, tambua na ujue kusudi ambalo Mungu alikufanya uwepo chini ya jua. Mimi ni roho mwanamke. Mwanzo 3:1 inasema nini? Unajua wengi watu hawajui kwamba shetani naye aliumbwa na Mungu. Ujui? Najua. Shetani aliumbwa na Mungu. Wewe uliumbwa kwa mfano wake Mungu. Inakuwaje huyu shetani anafika nyumbani kwako anakudanganya? Simesema unajua Inakuwaje? Kukosa maarifa. Ulikosaje maarifa na kati na wewe ni malaika wa Mungu? Ulikosaje maarifa? Yeye aliumbwa na nani? Na wewe uliumbwa? Alikuzidi nini? Nilijua bado hajasaliti kule tupo. Na? Nilijua wote ni ufalme mmoja, kumbe mwenzangu tayari amekimbia. Kivipi? Wewe mtu nyumbani kwenu usijue? Kivipi? Nilijua ametubu. Ulijua ametubu? Amen. Babako asingekwambia? Pengine ilikuwa bado hajatangaza. Mwanzo 3:1 inasema nini? Nataka ujue kwamba shetani naye aliumbwa na nani? Na wewe mwanamke uliumbwa na nani? Ulikubalije kumsaliti Mungu? Ulikubalije? Ulikubalije? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu, aliowatengeneza Mungu, aliowaumba Mungu. Kwa kumbe tunakiri kwamba shetani naye alitokana aliumbwa na nani? Wewe mwanamke, wewe mwanaume, shida nini? Muulize jirani yako, shida nini? Basi nyoka alikuwa mwerevu mjuaji. Alikuwa mjuaji. Ukujua kama kakako ni mjuaji? Ulikuwa unajua kwamba dadako ni mjuaji? Ukujua mapungufu ya ndugu yako? Mpaka anakuja nyumbani kwako anakutapeli, ukujua? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Lakini huu ujumbe nilikuwa nataka tufahamu kwamba kumbe naye, unajua nyoka anayeongelewa hapa ndio shetani. Mmenielewa? 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 Naye aliumbwa na nani? Nilikuwa nataka mjue kwamba yeye naye hana mamlaka. Una uwezo wa kusimama, aweza akasema lolote kwako, kwa sababu yeye mwenyewe hana nguvu yoyote. Wote mnategemea kwa mtu huyu. Yeye hayo mamlaka ameenda kuyanunua wapi? Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha, na maisha ni upendo. Nilichokuwa nataka tukijue, na Roho alichokuwa nakitaka, mwanamke, tambua thamani yako. Tambua ni kwa nini Mungu alikuleta chini ya jua. Mungu hakukuleta chini ya jua kwa ajili ya kuzaa, kwa ajili ya kujenga ufalme wa kwake. Na kama unazaa kwa ajili ya kujenga ufalme, Mungu hakukuleta hapa ili walete waganga. Neno la Mungu linasema ni ukweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi atatawala dunia. Mateka anayoongelewa, linda sana ufahamu wako mwanamke. Mwambie mwanamke mwenzio, linda sana ufahamu wako. Linda sana ufahamu wako. Mwambie Kristo amerejea, ameachilia ufahamu.
Sitakuwa kishawishi cha dhambi tena. Sitakuwa kishawishi cha dhambi. Sitadanganywa tena. Sitadanganywa tena. Unajua huyu mwanamke wa kigiza hivi, hata nikija mimi hapa nimwambia nitakununulia ndege anakubali. Akiangalia miguuni mimi na yebo ya njano huku nyingine menda hivi. Hivyo mwanamke, unajua hata ndege zinapotua ni wapi? Mpaka mimi nakuja kwako naambia nitakuhonga ndege. Nani mmekumuona na miliki ndege huko? Muulize mwanamke mwenzio hapo. Muulize. Tunarejesha ufahamu, acheni masiara. Hao wanaulizanaje hao? Hawaulizani? Unajua shetani ile suti aliyovaa ameazima, sio ya kwake. Kwanza imempoa iko hivi, anakuja kwako anambia naona nitakununulia kama hii nyingine ili na wewe miliki. Yeye mwenyewe ameazima. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako shika neno. Mwambie shika neno. Ukalitendee kazi. Ukalitendee kazi. Amina. Watu wa Mungu tusimame haka ndoko kwa ujumbe ambako Mungu alikaachilia siku ya leo kwa ajili ya mwanamke.